Nao wakamnung'unikia Musa wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Toka sura ya 17 aya ya 3. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki popote ulipo, wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, na unayefuatilia mafundisho kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok, pamoja na channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana. Somo letu la leo linasema hivi: tabia za Waisraeli. Kati yetu kuna watu ambao wana tabia za Waisraeli. Waisraeli ni watu wenye kulalamika sana. Ni watu ambao mara nyingi wanasahau fadhili za Mungu. Tunajifunza kutoka kwao kwamba Mungu amewatendea mengi na Mungu anaendelea kuwatendea mengi, lakini wana tabia ya kusahau haraka, lakini pia wana tabia ya kunung'unika. Kwa hiyo kama wewe una tabia kusahau matendo makuu ya Mungu haraka, upesi, umesahau jana Mungu amekutendea, juzi Mungu amekutendea, leo Mungu anakutendea, ila kwa sababu hakutendei lile ambalo wewe unalitaka, unakuwa ni mwepesi wa kusahau fadhili za Mungu. Mungu anaweza kuwa amekuepusha na kifo, amekuepusha na magonjwa, amekuepusha na kifungo, amekuepusha na majanga ya mafuriko, amekuepusha na majanga na magarika mbalimbali. Kwa sababu dunia ya leo tunasikia, ingia kwenye vyombo vya habari unasikia mahali fulani kuna vita, pengine ungekuwepo kwenye vita huko. Mahali fulani kuna tetemeko, mahali fulani kuna garika fulani, upepo mkali, mahali fulani moto umezuka umeunguza kijiji kizima, pengine unasikia sijui milima imeporomoka, unasikia watu wamekamatwa kwa magerezani, wamefungwa hata hawana hatia. Umeshasikia mambo kama hayo. Ukienda hospitali kuna watu wanaumwa, kuna wengine wagonjwa wa muda mrefu, kuna watu ambao wamekosa mahitaji muhimu, ni wahitaji kweli kweli, lakini wapo na wanamtukuza Mungu. Wewe hayo yote Mungu amekuepusha nayo. Hivi unavyosikiliza somo hili una afya tele. Mungu amekujalia afya mzuri, una maisha mazuri, una pa kulala, lakini hauoni hizo kama ni fadhili za Mungu. Kuna siku ilibidi ufe, pengine ulikuwa mahali fulani umekaa, ukasogea tu kidogo, gari ikaja ikapiga pale mahali ulipokaa. Mungu anakuonesha kwamba umeona, nitakuwa uwepo hapo, umekufa. Mwingine alitaka kupanda chombo cha kwenye maji, akajikuta kile chombo kimemwacha, kile chombo vile kinaenda kinazama, anasikia watoto wamekufa. Anasema na mimi pengine ningekuwepo ningekufa. Na mambo mengine kama hayo. Wengine umepata ajali, karibu robo 3 ya watu walikuwa kwenye chombo cha usafiri wamekufa. Wewe umetoka ukiwa hai. Mungu anasema na wewe kwa habari ya uhai wako kwamba bado anakuhitaji. Na unaweza ukawa umepitia yote, umenusurika kufungwa, ulikamatwa pengine kwenye kesi ambayo ungeenda jela maisha. Umeenda huko, kesi imeunguruma, miaka kadhaa umeteseka mahabusu 2-3, unaambiwa hauna hatia, mlikuwa 5, 4 wote wanafungwa, unabaki wewe peke yako. Mungu amekuepusha na kifungo.
familia yako, ndugu zako, jamaa zako wanaugua, wengine wamelazwa hospitalini, wengine wanaugua miaka mingi, wewe upo tu hai. Mungu anakuambia anakupenda, lakini unakuwa ni miongoni mwa watu ambao wana tabia za Waisraeli. Unasahau kwamba wakati fulani Mungu alinitendea, na we mwenyewe ukakiri kwamba Bwana amenitendea, Emmanuel amenitendea, Yesu amenitendea, Jehova Nisi amenitendea mambo makubwa katika maisha, na ukamshukuru. Baada ya mwaka mmoja, miaka miwili, imani imetindika. Umemwacha Bwana, umemwacha Mungu kwa sababu tu kuna jambo fulani ulikuwa unataka litimie, halikutimia, ukasahau kwamba Mungu amekutendea. Unavuta pumzi hiyo bila chombo chochote saidizi. Wenzako wako hospitali, wanapumulia mashine, miaka inakatika. Mtu anapumulia mashine, mapafu yake hayawezi kuvuta hiyo hewa, hayawezi, anasaidiwa na mashine. Leo unakula, umefurahi, maisha mazuri tu ya kawaida unaishi. Wenzako kila baada ya wiki moja wanakwenda hospitali kubadilisha damu, na ndio maisha yao. Wanatafuta mtu labda awape kiungo fulani, labda figo imefeli, na wana kila kitu, wana fedha, wana uwezo, lakini hamna ya kutoa figo, hakuna kiungo bandia, haiwezekani. Ndio maisha yao, lakini wanamshukuru Mungu, wanamshukuru Mungu. Wewe umesahau kama Mungu alikutendea mambo makubwa, umesahau kama vile wana wa Israeli walivyosahau. Wengine wanaenda mbali zaidi, wananungunika, maisha yanakuwa ni ya kunungunika. Kwa nini Mungu hiki hujanipa? Kwa nini yule umempa? Kwa nini hiki mimi sina? Kwa nini yule anacho? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kila napoitwa leo kwa nini? Huna moyo wa shukrani. Mtu yote anayenungunika amevuka kwenye kusahau, ameenda kwenye moyo wa kutokuwa na shukrani. Hana moyo wa shukrani, ndio maana ananungunika. Unanungunika, umelala njaa siku moja, siku mbili, siku tatu. Wenzako ndio maisha yao kulala njaa, hawanunguniki. Kinyumba chao kinavuja, kwa nini mimi sipati hela kuziba hapa? Lakini unalala ndani kwako. Wenzako hana pa kulala, unanungunika, mimi sina viatu. Wengine wazima tu, wazima na akili timamu kabisa, unanungunikia nguo za sikukuu. Kweli jamani, sijanunuliwa nguo za sikukuu, lakini nguo za kuvaa unazo. Wenzako wanatembea uchi, wanatembea nguo zina viraka viraka. Wewe umekosa nguo ya sikukuu tu, umenuna, unanungunika. Labda wazazi wako na umri mkubwa, pengine wategemea wazazi wako, labda mume wako, unasema hajanunulia nguo za sikukuu. Wenzako hawana nguo kabisa siku zote, sio sikukuu, yani siku zote hawana nguo. Tembea barabarani huko utaona nguo imeshonwa mpaka inataka kusema jamani panatosha, lakini mtu anatembea na pengine anamsifu na kumshukuru Mungu. Hauna viatu vya sikukuu, sema mimi sijanunuliwa viatu vya sikukuu, lakini viatu unavyo, vingine unavyo. Huna moyo wa shukrani kwamba sikukuu hii nimekosa viatu, nitavaa hivi hapa. Wenzako hawana miguu ya kuvaa hivyo viatu, wanatamani viatu lakini miguu ya kuvalia viatu hawana. Sijanunuliwa nguo aina fulani, wenzako hawana mikono ya kuingizia hayo, labda gauni lako, labda nguo fulani unataka kuvaa, hawana mikono. Nao wafanyeje? Lakini pengine wanamsifu na kumtukuza Mungu. Lakini wewe kila kitu unacho, umepungukiwa tu mahali fulani, unanungunika sana, unakuwa ni mtu wa manunguniko, mtu ambaye hauna shukurani, eti kwa sababu huyu mbona ana hela lakini anifanyii. Hapana, uwe na moyo wa shukrani. Wakati mwingine Mungu anaweza kukupitisha mahali kupima tu imani yako. Una moyo wa shukrani? Walio wengi wamekuwa ni watu wa kunungunika. Umeenda kwenye ibada, kwenye maombi mara 2, mara 3, mara 4, haujatendewa muujiza, haujapata majibu ya maombi yako, unanungunika. Kwa nini mimi sitendewi? Kwa nini mimi
sipati? Kwa nini mimi nimekuwa ni wa hivi hivi? Wenzako wako gerezani, wanatamani kwenda kwenye maombi siku moja tu waseme Mungu nakushukuru umenipa kibali cha kufika kwenye maombi. Wapo gerezani mpaka mchungaji aende kwa mwezi mara moja, mara mbili, ama asiende kabisa, lakini wanamshukuru Mungu wakiwa gerezani. Wewe una uhuru wa kwenda kufanya maombi, unafanya maombi unanungunika, Mungu hajakutendea. Tabia za Waisraeli, manunguniko. Kisoma kitabu cha Kutoka, fungua Biblia yako, Kutoka sura ya 15 aya ya 24 hadi aya ya 25. Aya 24 inasema hivi: ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Wakati hawa wanamnungunikia Musa tunywe nini, walishavushwa kwenye bahari ya Shamu, walishaona adui zao wamepigwa, walishaona matendo makuu ya Mungu dhidi ya Wamisri. Wamisri wanaelea kwenye fuko, kwenye bahari, wakiwa wamekufa na magari yao. Mungu amewavusha. Wakafika mahali wamekuta maji machungu, wakajaribu kuyanywa, wakaona haiwezekani, wakasahau kwamba Mungu aliwavusha. Wanapaswa kumwomba Mungu awafanyie jambo wapate maji, lakini hawamsii Mungu awape maji. Wanamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Wewe Musa umetuleta huku ili tunywe nini? Manunguniko. Lakini nyuma kidogo tu, kitambo kidogo tu, Mungu amewatendea mambo makubwa. Naye akamlilia Bwana, Musa akamlilia Bwana, Bwana akamuonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawajaribu huko. Tazama, Mungu akamwambia Musa, fanya hivi na hivi, hayo maji yaliyokuwa machungu yatakuwa matamu. Wakanywa maji yaliyo matamu. Sijui kama walimshukuru Mungu au kumshukuru Mungu. Pointi ya msingi ni kwamba manunguniko, wananungunika wakiwa wameshayaona matendo makuu ya Mungu. Wakati wananungunikia maji, ukisoma Kutoka hiyo sura ya 14 aya ya 30 hadi ya 31, ndipo waliona matendo makuu ya Mungu. Aya ya 30 nasema, ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni mwa bahari wamekufa. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Yaani baada ya kutolewa utumwani, sasa wanavushwa. Waliahidiwa kwamba watu msikia tena Farao na jeshi lake. Ndio ikaishia pale. Jeshi la Farao likaangamia pale, likateketea pale, wakafa wakiona, wakamtukuza Mungu, wakamsifu, wakaendelea na safari. Kutoka sura ya 15, yani mbele kidogo tu, aya 24 na 25, wanaanza kunungunika, tunywe nini? Yani umetotoa kule hakuna maji, tunywe nini? Wanasahau matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Na wewe pia unaweza kuwa ni miongoni mwa Waisraeli, tabia za Waisraeli. Na tabia hiyo iliwagharimu sana. Vile vile na wewe tabia inaweza kukugharimu. Inaweza kugharimu sana, kwa sababu Mungu apendezwi na tabia ya manunguniko. Lakini ukienda sura ya 17, hapa wamekunywa maji, wameondoka. Maji yalikuwa machungu, Musa akaweka akachukua kijiti akaweka maji yakawa matamu, wakanywa, wakaenda. Mkutano huu ulisafiri ukafika mahali panaitwa Bara ya Sini. Wakafika hapo Bara ya Sini. Walipofika Bara ya Sini wakaona tena kiu. Sasa aya 3 inasema hivi, watu wakawa na kiu huko Bara ya Sini, nao wakamnungunikia Musa wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri? Sikiliza, sio kutoka ile pointi ya nyuma tu waliotoka wakanywa maji, wamerudi tena Misri. Wanasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Tabia za Waisraeli. Wamerudi Misri
Wamesahau kwamba pale nyuma tu walivuka bahari ya Shamu na Wamisri, jeshi la Wamisri likafa, jeshi la Farao likafa pale wakiwa wanaona. Hilo hawakulisema. Sehemu ya pili walikuta maji machungu, Bwana akatengeneza yale maji yakawa matamu wakanywa. Sehemu ya tatu wanakuja tena kwenye barasini, wanapata kiu. Wasiseme Bwana alitenda maji yakawa matamu tukanywa. Wasiseme mbona Bwana alituvusha kule kwenye bahari ya Shamu tukavuka katika nchi kavu, sio juu, akawavusha katika nchi kavu, bahari iligawanyika ikawa huku na huku ukuta, wakavuka. Wasione hilo. Wanamwambia Musa, umetutoa Misri. Yaani akili zao ziko wapi? Misri. Yaani Mungu anakuacha kitambo kidogo tu, unakuwa mtu wa kunungunika, unasahau mambo makubwa ambayo Mungu amekutendea. Tabia za Wamisri, manunguniko yamekuwa mengi sana na kusahau. Yaani kusahau. Waisraeli walichelewa sana kufika nchi ya ahadi kwa sababu ya manunguniko. Ile miaka 40 hakupaswa kukaa miaka 40 wale, ila ni kwa sababu ya manunguniko. Na wengine iliwagharimu uhai wao wote, hawakuona nchi ya ahadi kwa sababu ya manunguniko. Mungu alikuwa anaghadhabika na wao kwa sababu ya manunguniko. Walijawa manunguniko, wakawa na ugonjwa wa kusahau matendo makuu ya Mungu. Akiwa Mungu anawatendea jambo fulani kubwa sana, wanashukuru, wanafurahi, tutamhimidi Bwana pamoja na mtumishi wake Musa, tumeuona upendo wake, tumeuona ukuu wake. Zikipita wiki mbili, wamefanya jambo lingine, wamesahau. Na wewe pia unaweza kuwa na tabia za Wamisri, unasahau kwamba wewe uzazi wako, mama yako mzazi alikufa kwa operation, ukazaliwa wewe mpendwa. Wapo watu wa namna hiyo. Mama akapoteza uhai, wewe umezaliwa. Halafu unasahau kwamba mlitakuwa mfe wote, lakini Mungu akasema wewe fanya nini? Uzaliwe. Leo unapigwa na ugonjwa kidogo, huyu Mungu hayupo. Yaani umemsahau kabisa Mungu. Unanungunikia ugonjwa wako. Lakini ukitafakari, Mungu si ndio alikuokoa kwenye uzazi kule? Mama yako akafa, wewe ukaja, ukastawi, ukakua mpaka umefikia umri huo. Unaanza kunungunika, umesahau kwamba na wewe ungekufa. Watu wa namna hiyo. Mungu amekuokoa kwenye ajali, usione ile ajali ulikuwa unakufa, umekuja kuona ugonjwa tu mdogo. Umekuja kuona dhiki imekukumba ndogo. Kwa nini usimshukuru na kumhimidi Bwana? Unapopita katikati ya mateso, wakati mwingine kuna kusudi la Mungu. Mshukuru Mungu. Lakini unapoenda mbele za Mungu, usiende kwa kunungunika. Usiende na manunguniko. Mbele za Mungu nenda na hoja. Nenda na hoja yako. Mweleze Mungu haja ya moyo wako. Mweleze Mungu kile unachohitaji. Yaani maswali yao ni kwa nini? Kwa nini? Mbona? Kule tulikuwa tunakula samaki, huku mbona tunakula majani? Sio Bwana Musa, tumemisi samaki, tunafanyaje Bwana? Hebu msii Mungu kama inawezekana upate samaki. Hawakuwa na tabia hiyo. Hawakuwa na tabia ya shukrani. Na wewe pia ni hivyo, unakosa tabia ya shukrani. Mungu amekutendea mambo mengi, umeyasahau, unalikumbuka la leo. Lakini ukikaa chini, ukitafakari, yote utakumbuka kwamba kuna kitu Mungu amenitendea. Napaswa kumshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu kwa kila ambacho amekutendea. Una haja, mpelekee Mungu haja ya moyo wako. Baba wa majeshi, rafiki yangu, nimekuja mbele zako, nina tatizo na jambo hili, ninaomba msaada. Halafu Mungu atakusikia na atajua namna gani akusaidie. Kwa sababu ukiwa na tabia ya manunguniko, unajiumiza mwenyewe. Mambo yako mengi yanaweza kuchelewa ama yasitimie kabisa kwa sababu ya tabia ya manunguniko. Kwa sababu ya tabia ya manunguniko. Kama nilivyokuambia, Mungu kuna mahali alisema kizazi kile kilichovuka pale kwenye bahari ya Shamu hakitofika katika nchi ya ahadi, na walikufa karibu wote. Walioingia nchi ya ahadi walikuwa wachache na watoto. Yaani wengi walikuwa watoto waliozaliwa kuliko wale wazee. Wale wazee Mungu aliwaondoa. Kwa nini? Manunguniko. Kwa hiyo unawezekana manunguniko yako ndio anakuchelewesha. Maneno yako ndio anakuchelewesha. Mungu anataka kukutendea, lakini wewe umekuwa mtu wa manunguniko, sio mtu wa shukrani.
Haja zako upeleke kwa Mungu, unapeleka manunguniko. Hebu fungua kitabu cha Wafilipi tusikie Mungu anasema nini. Wafilipi sura ya 4 aya 6. Wafilipi sura ya 4 aya 6. Bwana majeshi anasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali. Yaani kila neno sali. Sasa sala, kama mnavyojua, sala ni mgawanyiko. Kuna kuomba, kuna kusifu, kuna kushukuru. Hizo zote ni sehemu za sala. Kwa hiyo anaposema bali kwa kusali, sali ukimsihi Mungu, ukimuomba Mungu. Sali ukimshukuru Mungu kwa matendo makuu. Maana anasema kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Kwa hiyo unasali, unaomba, unashukuru. Peleka haja zako kwa Mungu, lakini mwisho anasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Mungu anataka kusikiliza haja zako wewe. Wewe unakuwa ni mtu wa kulalamika. Halafu kitokee nini? Wakati Mungu ameshakupa maelekezo, umekuwa kichwa chako hakielewi. Umekuwa mtu wa malalamiko, umekuwa mtu wa manunguniko, lakini Mungu ameshakueleza, nieleze shida zako na mimi nitakuhudumia. Mungu anatuwazia yaliyo mema. Mungu amwazii mwanadamu jambo baya, anawaza yaliyo mema. Sasa wewe kwa nini hauelewi? Kwa nini unakuwa mtu wa kulalamika? Kwa nini unakuwa mtu ambaye unasahau? Kwa nini unakuwa mtu ambaye hauna shukrani mbele za Mungu? Somo la leo likufundishe ya kwamba unapokuwa mtu wa manunguniko na unapokuwa mtu ambaye hauna shukrani, matokeo yake ni kwamba mambo yako yanachelewa, yatachelewa ama hayatotimia kabisa. Kama wana wa Israeli, wazee wao wote waliambiwa hawataona nchi ya nini? Ya ahadi. Wakati Mungu alisema anawavusha kutoka Misri wakaone nchi ya ahadi. Kwa sababu ya manunguniko, Mungu akasema hapana, hamtaona nchi ya ahadi. Kwa hiyo sio tu walichelewa miaka 40, hawakuona. Wakaja kuona wachache kati yao na watoto wao, ndio wakaona nchi ya ahadi. Ndio maana kuna watu wanajiuliza, mbona kutoka Misri kwenda hiyo nchi ya ahadi hapakuwa mbali? Kwa nini walichelewa? Walichelewa kwa sababu ya manunguniko. Walichelewa kwa sababu ya kutokuwa na moyo wa shukrani. Mungu akaamua wachelewe lakini wasifiki. Na wewe hivyo hivyo. Inawezekana jambo lako linachelewa kwa sababu unanungunika. Inawezekana hata ununguniki kinywani, unanungunikia moyoni. Sasa Mungu utazama moyo zaidi kuliko unayoyasema. Yaani unaweza ukasema kitu Mungu akikipuzia kabisa. Lakini ukiweka kitu moyoni, Mungu anakichukua kama kilivyo. Kwa moyo wako ndivyo unavyoona. Kwa hivyo mpendwa, katika somo hili jifunze kuacha tabia za Waisraeli. Jifunze kuacha tabia za Waisraeli ambazo tabia kuu zilikuwa ni hizo za kunungunika na za kusahau. Na hizo tabia wanazo mpaka leo. Mpaka unavyozungumza, ukifuatilia vyombo vya habari, unasikia hata viongozi wao kuna vitu wanaongea vya kwamba ni vya kusikitisha sana. Vya kusikitisha sana. Yaani ndivyo walivyo. Yaani hawaamini. Yaani ni watu ambao wanalalamika tu siku zote. Wanalalamika tu siku zote. Kwa hiyo usiwe na tabia za Waisraeli. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Jina hilo ni Mikono ya Kristo. Lakini pia tunayo channel Mikono ya Kristo ya WhatsApp. Jina hilo Mikono ya Kristo. Na unaweza ukatupigia ukawasiliana sisi kwa njia ya WhatsApp. Popote ulipo, kuna namba ya Airtel hapo ya WhatsApp. Wasiliana sisi ama tupigie kama upo ndani ya nchi. Popote ulipo tupigie, tuma message, weka comment yako hapo, pengine kuna kitu fulani, kuna jambo unaweza kuweka comment hapo, tukalifafanua kupitia comment yako ikawa kwa faida kwa watu wengine. Unauliza mtu mmoja, tunapofafanua kwenye mtandao kama hivi, watu wengi wanabarikiwa. Lakini ikitokea mnatutafuta, tupatikane kwa urahisi, pia mtu yeye radhi, kwa sababu wakati mwingine tunakuwa na majukumu ambayo hatuwezi kuwa na simu karibu, ama tunakuwa na huduma za watu wengine, mambo yanakuwa ni mengi sana. Kwa hivyo yote kwa yote, niendelee kuwaalika na kuwasihi kushare mafundisho haya kwa watu wengine. Hii ni neno la Mungu, ni habari njema, imekufikia wewe, washirikishe na wengine. Kuna wengine wanatamani kuyasikia haya lakini hawana nafasi ya kuyasikia. Wewe unapata nafasi ya kuyasikia, watumie wengine. Waalike pia waendelee kutazama mafundisho haya kupitia channel ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Lakini usisahau kusubscribe. Bonyeza button hapo imeandikwa subscribe.
basi utakapobonyeza, maana yake utakuwa wa kwanza tunapokuwa tunaposti mafundisho kuyaona. Yatakusaidia na Mungu atakubariki. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga, kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo tunasema bye bye.